Unazungumzia rais wa baadaye, unazungumzia dokta wa baadaye, unazungumzia nesi wa baadaye, unazungumzia nabii wa baadaye, unazungumzia askofu wa baadaye, unazungumzia mfanyabiashara mkubwa wa baadaye, unazungumzia mwendesha ndege rubani wa baadaye, unazungumzia dereva wa mabasi wa baadaye, unazungumzia mkulima wa kisasa wa baadaye. Karne imebadilika. Ilikuwa naangalia kwenye runinga jana, tunaangalia kilimo cha kisasa, namna ya kulima nyanya. Mkulima sasa kumwezesha nyanya zake zisioze, kwa zile nyanya zinakatwa slice, alafu zinakausha kwenye mashine. Ikishakauka wanasaga na blender, unakuwa unga, na ule unga wanakuambia unaweza kukaa, walituambia jana zaidi ya mwaka mmoja nadhani kama sijakosea. Unakaa ule unga kwa unachota, unaweza kuungia chakula vizuri na una makemiko ya waya yoyote. Miaka ya nyuma hiyo hali haikuwepo, lakini wanakuambia ile ni chuo cha vijana wameanza kutengeneza mfumo huo. Sasa kwa nini niko kwa watoto? Wote tuliozaa watoto tunahitajika kuangalia watoto wetu. Watoto wa sasa wanaharibika. Wanafunzi walijaribu kuzuia watoto wasimsogelee Yesu. Yesu anasema waacheni watoto kwa sababu ufalme wa mbingu ni wa kwao. Lakini angalia, watoto wanashare tabia mbaya. Watoto wanashare uchafu wa ajabu. Sasa hivi Njombe kumekuwepo pia na ujinga fulani ambao natamani Mungu atusaidie ujinga usiwepo. Kulawiti watoto wadogo. Lakini watoto wadogo pia wanatumikishwa kwenye uchawi, wanapitishwa kwenye madirisha kuingia ndani, kwa sababu anakuambia mtoto mdogo anakuwa kwenye mfumo ambao ni ametakasika, sio najisi. Yule mtoto anaweza katumikishwa kwa kitu chochote, kwa sababu hata wachawi wanawataka wale watoto wadogo wawatumikishe kwenye vitu vyao, na wao wanataka vitakatifu ili wavitumie kwenye vitu vya kwao. Sasa Ezra anasema tukafunga kwa ajili ya watoto. Leo ni nani mzazi ambaye anafunga kwa ajili ya mtoto? Wakafunga kwa ajili ya watoto wao na mali zao, kwenye mstari wa 21 kwenye Ezra 8. Sasa angalia, wewe ni lini uliwahi kuomba ukizuia wenda kibaya kilichokutokea wewe kisiwatokea watoto wako? Wenda kuna magonjwa ambayo kwenu yamekuwa shida. Nimezungumzia neno ambalo inawezekana mwingine kama na hilo tatizo useme sasa babu anasema tunaponya watoto. Tunatamani ulichokutana nacho wewe kisiende kwa watoto. Mimi nimejisema kwamba nilikuwa naomba Mungu, alafu pia mimi mwenyewe najichunguza, wazazi wangu kwetu wakoje? Je, ni share vile ambavyo wao walivyo? Neno ni hapana. Hakuna ambaye kwa kizazi hiki, ni wachache ambao walizaliwa wakakuta kuna friji, wakakuta kuna TV, wakakuta kuna nyumba ya ghorofa. Ni wachache. Wengi tumezaliwa kwenye familia za umaskini, tena sehemu nyingine kupitiliza. Kama sisi kwetu ilikuwa ni umaskini ule wa mwisho kabisa. Lakini mimi nilisema Mungu, siwezi kuwa maskini hata siku moja. Hata niwe kwenye wakati wa namna gani siwezi. Hata nipite kwenye mfumo upi siwezi na ukataa maskini na ulaani, na siupendi katika jina la Yesu aliye hai. Hata nikiwa sina hela nitatembea kama nina hela, na ndio maana naweza nikawa sina hela nitaongea na ambaye ana hela. Ila wewe ukiwa una hela unaongea na ambaye hana hela. Sasa wote mtabaki hamna hela. Usiwe hivyo. Una hela, tafuta ambaye ana hela. Hata kama afikiki, tafuta namna ya kumfikia. Hata kama una nguo moja inyoshe, nenda nayo hivyo hivyo. Hata kama siku moja nilikuwa na kisimu kidogo kimeisha kweli, nilikuwa nakipenda, sasa siku hizi havipo, havitoki. Kilikuwa ni kettle cha laini 3. Sasa kimeisha mpaka vibata ni viko hivyo. Sasa nikawa na bwana mmoja pale Dar es Salaam, tulikuwa tuko pale nani, tulikuwa tuko Mlimani City pale. Sasa tukaweka simu zetu mezani. Sasa siku yule rafiki yangu akaniambia, Bishop, man of God, hii simu hapana, inakuaibisha bana, weka mfukoni, ficha usione.
Kaamba sasa mtu tunamsubiri anayekuja hapa akikuona na hii simu unajishusha hazi. Kama anajishushaje? Bangano, usijionyeshe kama hauna jionyeshe. Nisikiliza wanangu, kama hauna jionyeshe kama unacho. Usijionyeshe kama hauna. Kuna sehemu nyingine kuwa hivyo. Lakini kuna sehemu nyingine jionyeshe hauna. Lakini sehemu nyingine jionyeshe bwana wewe uko fit. Sio kama niko na watu. Haleluya. Sasa tunaporudi kwa watoto tulionao, hatutaki washare kila ambacho sisi tulikipitia. Sasa hivi tumekuwa na magonjwa ya ajabu. Yaani magonjwa mengine ukienda hospitali, tulikuwa tunamwombea mama Juni, tulikuwa tunamuuliza familia walikuja hapa jana. Ni jana ni juzi, siku ya Ijumaa ibadani. Ijumaa. Yule binti anasema ameenda hospitali haoni ugonjwa wowote. Lakini yule binti yani anatembea kama kilema, anasema ni kama mimi nikamwambia bwana wewe si kama miguu inauma, wewe umekupiga kuparalyze. Na ninachokiona ninaona mbele jeneza. Muda wote unataka kuwa unachowinda ni nyota. Sasa nashangaa leo ajaja tena kaenda tena kule ambako vita vilianzia.